at Jerusalem by the sheep market a pool which is called in Hebrew tongue Bethsaida, having 5 porches. And this lay a great multitude of imported folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water. Some say water. Sema water. Mama Wachari anajua siku anajua Kiingereza nilipookoka nilikuwa naongea she peke yake. Mazeni aje nipatie nguvu ni mwange chipo. Lakini leo naongea Kiingereza. Sema amen. Na hii Kiingereza sio ya mwalimu, hii Kiingereza cha tutatoa shule imeletwa na Roho wa Bwana. Neema ya Jehova imeachilia Kiingereza. Sema amen. Nakumbuka mtoto wangu alipokuwa form 3 Machakos Boys alikuwa anafanya paper plan ya chemistry. Akiwa anakaa kwa meza hapo akaambia mama yake, "Mama, unapomaliza kile unafanya, njoo unisaidie hii paper ya chemistry." Ako form 3 nikamwambia, "Unaenda mama yako kwa nini?" Na niko hapo, "Leta haraka." Ndio ndio uelewi. Na mesa lete. Naelewa kila kitu kuleta duniani. Leta. Akanipatia nikaangalia nikamwambia, "Enyewe mngojee." Gusa mtu mwambie kama ujui. Na kutojua sio shida, kuna vitu unajua. Wangapi wanasema kuna vitu wanajua? Wangapi wanasema kutojua vitu fulani sio shida, kuna vitu unavyojua. Kama mimi najua ya kwamba there is power in the blood of Jesus, and by the mention of the name of Jesus every demon flees. Shout and say amen. And in this verse 3, lay a great multitude of imported folk, blind out, withered, waiting for the moving of the water. For an angel of the Lord went down at a certain season into the pool and troubled the water. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in was made whole of whatsoever disease he had. And a certain man was there, which had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lie and knew, somebody say knew, that he had been now there for a long time, in that case he said unto him, "Without being made whole," the important man answered, "Sir, I have no man when the water is troubled to put me into the pool. But while I am coming, another one steppeth down before me." Jesus said unto him, "Rise up and take your bed and walk." Sema amen. Nasema sema amen. Nyosha mkono wako kwa dakika 10. Sema majira yangu inabadilika. Nataka useme kama mtu anaamini. Sema majira yangu yanabadilika katika jina la Yesu. Hebu niseme hivi, hebu niseme maneno haya. Maisha haya tunaishi, tunakaa katika nyakati za Mungu. Nasema tunakaa katika rehema za Mungu, sio za watu. Maana Mungu tunayetumikia, huyo Mungu ana kipendeleo. Kama angekuwa kabila fulani, kuna watu wangeinuka. Kama angekuwa watu fulani, kuna watu wangeinuka. Ndio maana napenda kusema maneno haya. Huyo Mungu tunayetumikia, yeye ana partiality na yeye ana committee ambaye ana consult kabla inua mtu fulani. Aulizi watu maswali, ainuliwe ama asiinuliwe. Yeye anainua akiamua kuinua. Nasema anainua akiamua kuinua. Na hakuna ratiba anayefuatilia. Anaangalia kalenda ya maisha yako. Anaangalia mwisho wa maisha yako. Hiyo ni kumaanisha aje? Saa hii unaweza kaa kitu ambacho hakifanani na unakoelekea, lakini mwisho wako sio mahali uko saa hii. Mwisho wako ndio unakoelekea. Ndio mama napenda kusema hivi, don't judge me because of what you see in me. Usinihukumu kwa sababu ya viatu vyangu. Usinihukumu kwa sababu ya ninavyovaa. Maana mavazi haya hayana taarifa ninakoelekea. Taarifa kamili utaipata mbele ya maisha yangu. Kama unaamini sema amen. Na ndio maana napenda kusema hivi, hakuna aliyekorogewa ndani ya shida. Na kama hujakorogewa, kuna wakati wa kuhamishwa. Gusa mtu aliye karibu na mwambie sijakorogewa. Gusa mtu mwambie sijakorogewa. Na kama hujakorogewa, kuna wakati wa kuhamishwa. Ninatumikia Mungu aliye na tabia ya kuaibisha maadui wako. Huyo Mungu ninaongea habari zake, ako na tabia ya kuaibisha watu. Nasema ako na tabia ya kuaibisha watu fulani wanaodhania utainuka, wanaodhania utakaa katika hali moja. Hakuna aliyeitwa akae katika hali moja ya maisha. Ninaongelesha wanaoleo
naongelesha wanaopita kwa barabara, wanasema wakijiangalia, wanasema mimi sina maana, nimefika mwisho, I am a write-off. Wacha nikwambie, pia mimi nilikuwa write-off. Nilikuwa nimefuta chochote naweza kufutwa, nimekunywa kila aina ya bangi, nimejidunga madawa ya kulevya, nimekunywa cocaine, hayo yote nimefanya. Lakini wacha nikwambie, baada ya Yesu kuingia ndani ya maisha yangu, akaniunganisha, he activated what you see today. You are not what the devil says you are, you are who God says you are. Ino mikono yako, sema maisha yangu. Nyosha mikono, sema kesho yangu iko mikononi mwa Jehova. Kwa hivyo watu waachane na wewe, wasikuangalia waseme vile tunamuona akielekea hivi mwisho wake umefika. Ni kama nilipokuwa nyumbani, nilianza kuiba chochote. Nilizaliwa katika mtoto wa kwanza. I'm the firstborn in the family of 8. Kufu. Hata kama hujui Kiingereza tamuno lile nimesema usikae kama uelewi. Mimi nilipookoka kwa hiyo church tulikuwa na mama yangu hapa, mama Charia. Nilikuwa sijui Kiingereza na ilikuwa ni mabara za Kizungu peke yake. Pastor akaniambia wewe semanga tu imeni hata kama uelewi. Usikae, usiachwe nyuma. Wanasema haya, wanasema glory. Yes. Ukitaka sana unapokea. Musa mtu mwambie ukitaka sana unachotaka kinakuwa sehemu yako. Are you listening to me? Na leo Kiingereza sio shida. Peter Mutharika, the president of Malawi, is my friend and is a professor. My English changes according to the environment. The higher I go, the cooler it becomes. Kusalia karibu na wamei madharau utaachana nayo. Hata kama sasa unakaa kama meno yako inakaa kama umekula mavi ya kuku, unakaa shida. Gusa mtu mwambie hii madharau uko nayo utaachana nayo. Kuna Mungu ambaye hali kideri. Nasema kuna Mungu ambaye hali kideri. Kuna Mungu ambaye halali. Akiamua kuinua watu wanainua. Nasema akiamua kuinua watu wanainua. Na huyo Mungu amekuja Ruaka. Nasema huyo Mungu amekuja Ruaka kulete msaada. Kama uko tayari kwa msaada sema yeah. Every demonic program, my sister Rose, nipate kitambaa cross. Amen. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory to God. Nilipatana na Rosemary 2005 mahali fulani kule Kitui. Alikuwa anaimba fulani, anarukaruka, alikuwa na shingo mrefu kama ya twiga. Kumbe watu wanaweza kukua sawa. Anakaa kama ukipiga picha na kama X-ray. Lakini leo amekuwa sauti ya kimataifa. Nasema amekuwa sauti ya kimataifa. Nasema amekuwa sauti ya kimataifa. Kwa sababu gani? Kuna Mungu anayebadilisha hali. Musa mtu mwambie wachana na mwili wangu, wachana na mavazi unayoona, wachana na vidole ambavyo vinakaa kama vavuko, hata kama nakaa vuko. Musa mtu mwambie wachana na nini? Kuna Mungu anayebadilisha. Nasema kuna Mungu anayebadilisha. Na kama ni Mungu wako sema amen. Sio sema amen. Hallelujah. Kulikuwa na disco nyumbani ile ya kusunga taa, wakamba wanaelewa, inaitwa Kamandiko. Wakawa wanakatika mmoja nozulu kambula nosias wete nesa. Akaambia mama yangu nione baada ya hii dance. Wakaingia mahali na mimi ndio matokeo ya hiyo mahali walipoingia. Kusa mtu mwambie historia yako. Aikai kule ulitoka. Hata kama ulikuja kiasara sana. I have a friend of mine in Zimbabwe, Harare. He has a great church. He's a product of rape. Mama yake akitoka shule alishikwa na watu waine wakamrape. Ananiambianga apostle, one of the bastards is my father. Nasitaka kujua ni nani. Kile cha msingi maishani ni ile tume ambayo umeitoa maisha haya. Wachana na historia ya kule ulitoka. Kaa katika barabara yako ya ushindi wa maisha. Nasema kaa kwa barabara ya ushindi wa maisha. Kama unaamini kesho yako kwa mikononi mwa Jehova, nyosha mikono sema kesho yangu iko mikononi mwa Jehova. Nataka kuomba nikimalizia. Naomba tukaribia hapa chini, walio kule juu waingie ndani.
Najua mnapenda Mungu tunaongea habari zake. Take your steps and come in here as we pray tonight in Jesus name. Yeyote anayenisikia hata kama uko kando ya barabara, njoo hapa, njoo hapa. Injili hii inaendelea hapa mpaka Jumapili. Sema Jumapili. Kesho na Jumapili bado tuko hapa. Maana injili ni muradi ulianzishwa na Mungu mwenyewe. Wangapi wanasema injili ni muradi wa Mungu? Inua mkono wako, sema injili ni muradi. Thank you Jesus. Please come closer. Come closer here. Nataka walio kwa barabara waingie karibu katika jina la Yesu. Sema amen. Hakuna mtu anaweza kuishi bila Mungu. Hakuna mtu duniani ambaye amejiweka hai. Uzima ulio nao amekupa. Tukaribia hapa hivi ili watu wakaribie kabisa. Just here. I'll tell you to stop. Keep coming. Keep coming. Thank you. There. Thank you Father. Karibia tuombe katika jina la Yesu. Wandugu askari, njooni hapa tuombe pia. You are not just securing us, tunaomba na nyinyi. Amen. Nilikuwa nikihubiri siku moja kule Voi. The other day nimealikwa na Pastors Fellowship. Wakasema ikusedi izimo saa hii izime. Wakakuja pale, wakaweka ngari yao, wakasema wakati wa crusade umeisha, simamisheni. Nikasema walio ndani ile magari washuka wainua mikono. Wakainua. Washuke hapa wainua mikono. Na kama uinui useme. Mikono ikainuliwa. Kwa sababu gani? Hakuna mtu aliyejiumba. Wangapi wanajua hivi ni kweli? Kweli. Usiseme sijajiumba. Sijajiumba. Sasa injili hii tusiwe wanyenyekevu tukiingia kanisa tukizika mtu. Tuwe na nguvu tukiwa hai. Amen. Na usikubali kupeleka kanisani ukiwa umebebwa na watu waine. Ukiwa juu unapelekwa wapi? Ingia kanisani ukiwa na nguvu. Nasema ingia kanisani ukiwa na nini? Ukiwa na nguvu. Tunaheshimu authority, tunaheshimu kila mtu, lakini mamlaka yote ya duniani mwenye nguvu ni Mungu mwenyewe. He is the final authority of everybody. Shout and say hallelujah. Glory to God. Hebu mtu mwambie majira yangu inabadilika. Katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba Yesu akaingia Yerusalemu akapitia mlango wa kondoo. Alipokuwa akiingia kando hii, watu wamekaa ambao wamepooza. Pande nyingine wengine wanaendelea na biashara. Hiyo ndio maisha tunakaa. Tumegawanywa katika maisha. Kuna watu walio Kibera, wengine wako Karen, wengine wako Runda, wengine wako huku. Hallelujah. Hiyo ni ile ya maisha. Every life has divided us. Na kuna watu wamekubaliana na hali yao. Wanaangalia maisha ya watu wanasema mimi sio ile kiwango, mimi ni wa hii maisha. Hebu nikwambie hakuna aliyeumbiwa maisha yale. Sote tumeumbiwa hayo maisha. Asikiza ninasema hivi. Hakuna aliyeumbiwa maisha yale na mengine haya. Zote tumeumbiwa maisha yote. Yote. Nilipokuwa chokora, sikuwa najua kama naweza kununua ngari. Nilikuwa natembea, naona watu wakikula na shindo. Siku moja niliponunua ngari yangu ya kwanza mwanzo, nikapitia UTC mahali kwa chokora, na nilikuwa kama base yangu. Napita hapo na ngari yangu nauliza mahali, nauliza I asked the place, do you remember me? Nikasikia place na niambia yeah, you look familiar. Kwa sababu gani? Maisha yale sio ya wale. Maisha yale ya wale ni yetu pia. Amen. Hebu sema hakuna maisha ya wale, hakuna maisha ya wale na maisha yangu. Na maisha yangu. Wangapi wanakataana na hali ya ulio ndani yake? Sema nakataa katika hii hali. Na sikiza nikwambie, hautatoka katika hali hiyo ukizeeka. Tunataka vitu vya haraka haraka. Yes. Hakuna haja kuendesha gari kubwa wakati una meno. Na kama kibogoyo. Mpaka kiendo juu kama inaenda kwa bedroom. Ikuja saa hii. Musa akasema tutosheleshe mapema ili tuishi siku zetu zote kwa furaha. Na hapa kibali cha Jehova tunasema it's a set time for God to favor you. Are you ready for favor? Kibali kinakupatia kile ambacho maisha ya kawaida haiwezi kukupatia. Na mimi naachilia kibali hicho ndani ya maisha yako. Pokea kwa jina la Yesu. Sema Bwana, sema napokea. Wapande hii biashara inaendelea kuchange pesa. Pande nyingine viwete, watu wasiojiweza wanasikia harufu ya pesa,
wanatamani kutoka hapa waingie kule, lakini kuna hali iliyowazuia. Na maandiko yanasema ya kwamba malaika alishuka wakati moja na kutibua maji. Why? Because God works in seasons. Mungu anafanya kazi katika majira. Ndio maana unayedharau leo, kesho unamheshimu. Aliye chini leo, kesho unampigia makofi. President wa Zambia Edgar Lungu, are you listen to me? Nilimtabiria kwa ibada. Napenda kusema hivi because it's the truth. Alikuwa kwa ibada kama assistant minister for defense in Zambia. I was in the church. Nikamwambia, sir, I don't know you, but in the next few months I see you at the top. Mke wake akasema amen. She had come. Unajua kule Zambia people go to church. Wakubwa, ministers, kuna kazi anaenda kuhubiri hapa, naenda next whatever. 7 MPs are ushers. Ndio wanasema ingia ndani. Ingia ndani. Wewe umebarikiwa, unauza peremende, you cannot even go to church. Unauza lollipop. Hakuna maisha nje ya Mungu. Mfanya mkono wako sema hakuna maisha nje ya Mungu. Hakuna maisha nje ya Mungu. Rais huyu kuna wakati alikuwa anakaa chini, watu wakiongea, anakalia nyasi. Kuna picha ambayo alichomoa, akasema kuna kipindi, sio zamani sana, ni juzi, sema juzi. Tunatumikia Mungu anayebadilisha juzi, inaleta furaha ya maisha ya leo. Na mimi naomba katika jina la Yesu, hiyo juzi yako, nasema hiyo juzi ambayo ni leo, ilete tofauti. Amen. Ndani ya maisha yako. Hallelujah. Sema amen. Amen. Yesu akapata mtu. Ngoja nimalize maana ujumbe utaisha haraka. Nimesema dakika 15. Yesu akapata mtu. Akamuuliza swali, do you want to be made whole? Do you know why Jesus asked that question? Anajua kila kitu. Anajua kama anataka ama hataki. The Bible says he's all knowing. Wangapi anajua God is all knowing? Kwa hivyo anajua kama anataka ama hataki. But hakuna kitu ndani yake kilichokaa kama anataka. Nothing in the man looked like he needed change. Hiyo ni kumaanisha Mungu hawezi kulazimisha change katika maisha yako. Lazima kuwe na kutaka. Kutaka kwa aina gani? Roho yako inakubaliana. Unatengeneza mazingira ya kutaka. Na ndio maana Bartimayo alisema, alipoulizwa what do you want? Akasema that I may receive my sight. Mungu hawezi kulazimisha. Unakaa katika hali yako ukichagua kuishi hivyo. Akamwambia sina mtu. Maana maisha tunaishi tunategemea watu watusukume katika kiwango kingine, bila kujua ya kwamba watu wako limited. Misaada yao ni ya sasa. That's why wanaitwa Njoroge and the Njoroges and the Sons Limited, Kamau and the Sons Limited, Mangungu wa Mangengeli Enterprise Limited. Hiyo ni kumaanisha kila wanauza pale ndio mwisho wao. Hawezi kuuza kitu kingine ambacho sasa ni kuuza. Hebu kuuza mtu mwambie watu wamekuwa wako limited. Pastor Tom, hallelujah. Watu wako limited. So ukitarajia misaada ya watu wanakusaidia leo, kesho wanakuachilia. Sema mimi sikutaki. I was in the streets when my aunt was an MP. Nakumbuka nilikuwa mtoto mdogo, tulienda kule kwa nyumba yake. Walikuwa na generator inawakishwa ile kama ngari ile. Inaweka vitu vyote baridi. Na kulikuwa na ice cream. Na mimi sikuwa najua ice cream ni nini. Tukaingia na ndugu yangu. Wakatuchotea kidogo, tukasikia vile iko tamu. Walipoepa watoto wakicheza nje, tukabeba yote na my brother. Tunaenda kuimalizia kwa msitu. Sema hiki kitu tamu hivi hatuwezi kuachana nayo. Kutoka kusikia, nyosha hiyo mikono kwake. Anasikia katikati yetu, uwepo wake umejaa hapa. His presence is all over this place. The presence of the Master, the presence of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Son of David, Son of David, Jesus, Jesus,
give you the glory tonight. Nyosha tu mikono yako miwili juu kwake. Na ufunge macho yako. Nataka unyoshe mikono na useme nyuma yangu. Kuna mambo yanayofanyika unaposema maombi haya. Napenda kuyaombesha kwa sababu yanavunja vitu ambavyo vinaambatana na imani yako. Yesu akamuuliza Bartimayo, what do you want me to do for you? And he said that I may receive my sight. Kulikuwa na kurudishiana. Hiyo ni kumaanisha Mungu anajibu imani. It does not impose change in people. Alazimishi mabadiliko kwa watu. Watu wanakubaliana na yeye. Ino mikono na useme nyuma yangu. Sema na nguvu kama maji mengi. Sema Bwana Yesu, usiku wa leo na kuinulia mikono yangu. Nakataa kuonewa na shetani. Nakataa kuonewa na mapepo. Kwa jina la Yesu, kila ratiba ya shetani inaozuia kuendelea kwangu usiku wa leo, katika kwa moto, kwa jina la Yesu, programu ya kimapepo ambaye imeprogramu maisha yangu kinyume na maisha yaliyokusudiwa na Mungu aliyeniumba, usiku wa leo teketea kwa moto katika jina la Yesu. Kila agenti ambaye ametumwa kuzuia maisha yangu popote alipo, chomeka kwa moto katika jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Mikutano ya wachawi inaokutana saa hii kinyume na maisha yangu, teketea, chomeka kwa jina la Yesu. Madhabahu ya kishetani ambayo yameinuliwa ili nisiendelee, na yabomoa. Madhabahu ya magonjwa, bomoka. Madhabahu ya laana, bomoka. Madhabahu ya masikini, ninakubomoa kwa jina la Yesu. Sema yanabomoka. Sema kwa jina la Yesu. Madhabahu ya aibu, ya kudharauliwa, bomoka kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninajenga madhabahu ya kuendelea, madhabahu ya utajiri, madhabahu ya maisha mazuri kwa jina la Yesu. Yoyote anayejifanya rafiki yangu na anapigana na maisha yangu, hukumu ya Jehova inamshukia leo. Sema hukumu ya Jehova inamshukia leo kwa jina la Yesu. Nyosha mikono, sema ee Yesu, nakupatia maisha yangu, patia roho yangu, patia mwili wangu, tawala maisha yangu. Ee Yesu, siwezi bila wewe, nakuhitaji leo maishani mwangu. Weka chini mikono yako na ufunge macho yako. Close your eyes in the presence of God. Heavenly Father, I thank you because you are in this place. Mahala popote ulipoenda ulileta tofauti. Kubali kupanguza machozi ya watoto wako. Wamelia ya kutosha, wameonewa ya kutosha. Hii hali walionayo sio makusudi yako, ni makusudi ya mapepo. Nachukua nguvu na mamlaka kinyume chako shetani. Ninakufunga usiku wa leo. I paralyze your kingdom in the mighty name of Jesus. I break every fetter, I break every shell holding your life illegally in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And I set you free. Natangaza uhuru wa akili yako, uhuru wa mawazo yako, uhuru wa akili yako. Bwana anayesaidia watu na kuinua watu, ainue maisha yako, akaleta utofauti. Tangaza damu ya Yesu ambayo ni zaidi ya maji mengi, ikaoshe makosa, ikakuoshe usiku wa leo, ikaleta utofauti katika jina la Yesu.
Baba, achilia neema usiku wa leo. Ukiwa umefunga macho yako, tumefunga macho. Kila mtu mahali tuliposimama tumefunga macho. Kuna security ya kutosha hapo, sio na hofu. Tuko tumefunga macho yetu. Unasema usiku wa leo, ningependa Yesu huyu ambaye alikuja kuhamisha mtu aliyekuwa anajua hali yake for 38 years, akamwambia chukua godoro lako na uondoke. Nimechoka na kulala mahali pamoja. Nimechoka na hali hii. Nataka maisha kubadilishwa. Nataka kubadilishwa hali ya maisha yangu. Nataka Yesu ambaye anajua hali yangu aingie ndani ya maisha yangu usiku wa leo, aokoe maisha yangu, anisamehe dhambi na makosa, anifanye kiumbe kipya na anibadilishie maisha. Nataka yeye peke yake. Nahitaji maisha yake ambaye anakuja kupitia wokovu. Unasema Yesu, usiku wa leo nakupatia maisha yangu, nibadilishie maisha, niokoe, nipatie mwanzo mpya. Yesu, nakutaka wewe kama mwokozi wa maisha yangu usiku wa leo. Tumefunga macho yetu. Kila mtu mahali uliposimama, kama haya ndio maombi yako, mahali uliposimama nitakuombea kwa kule, hata kama ni popote kwa barabara, popote ulipo, kama haya ndio maombi yako. Tuko tumefunga macho kila moja. Inua tu mkono moja namna hii. Inua tu mkono moja. Baba, angalia mikono yetu. Inua kabisa. Yesu anaona mikono. Angalia mkono ya watu wako. Yesu, ingia ndani ya maisha ya watu wako. Okoa watu wako usiku wa leo. Lete msamaha wa dhambi Yesu. Lete uzima, lete uzima. Inua kabisa, unasema Jesus, I give you my life today. Inua sana Bwana kwa mikono. Angalia mikono ya watu wako Yesu. Angalia mikono ya watu wako. Kama umeinua mkono wako mahali ulikosimama, chukua hatua yako. Songea hapa, nimesimama nitakuombea. Njoo nikuombee, njoo nikuombee hapa. Wanatoka nyuma wakija wengi, wanatoka nyuma. Usiache, wanatoka nyuma. Njoo na kusubiri. Wanatoka kwa barabara. Njoo mbele nikuombee. Come forward, I pray for you. You are coming to Jesus. Hata kama ukuinua mkono unasema I want Jesus tonight, Jojo nakusubiri. Usiache. Kama Mungu ameona mkono wako kwa juu nakusubiri. Thank you my friends. Thank you. Naona wengine hata ndugu mwingine ametoka barabara, ndio huyu ameruka barabara. Asante ndugu yangu, karibia. Joe, keep coming. You are coming to Jesus. Na mtu usiondoke, usiende kwa nyumba. Kaa hapa tumalize crusade. Nyumba yako ni ile. Basufuria ni yale. Blanketi imekuwa 3/4, ukifunika kichwa miguu inatokelezea. Kaa hapa. Yesu akubadilisha. We are escorting our brothers who are coming to Jesus. Thank you intercessors. Keep praying. Makoto posheka. Rapa, hata kama kuna mkono wako, naomba tufunike nafasi. Kama kuna watu wametoka na kuna nafasi ya kufunika hiyo nafasi, songa mbele kidogo. Na usiku wa leo tunaombea wagonjwa. Tonight kuna mwingine ametoka mbali. Thank you my brother for bringing him. Thank you. Ametoka mbali, anakuja kwa Yesu. They are coming to Jesus. Weka mkono chini usichoke. Thank you Jesus. We are waiting for you. You are a backslider. Come to Jesus. Umerudi nyuma, njoo kwa Yesu. Nikumbuke Yesu, unapozuru wengine, naomba usinipite. Yesu, unapozuru wengine, naomba nikumbuke. They are coming. Joe, nakusubiri. You are a backslider. Come to Jesus. Unikumbuke. Mwambie Yesu, usinipite. Naona wanaomba hapa mbele, wanaomba wanasema unikumbuke. Yesu, usinipite yawe. Yesu,
Hallelujah. I feel the presence of God. Look at me, my friends. You have not come to any man, neither to our bishop here. He should come over. Neither to this man of God. You have come to Jesus, not to a church. Amen. When we preach the gospel, we don't give. Tunapohubiri injili, pole kwa Kiingereza nyingi. Tunapohubiri injili, atupatie watu kanisa, tunawapatia Yesu. Na kuna wakati naona msichana analia hapa mbele. My sister, the tears you are crying are the last one. Jesus is Lord in your life. Miaka 24 years ago nilifanya uamuzi kama wako, and in 2 years my life had taken a turn up to now. Yesu anapoingia ndani afanye experiment na sisi, sio experiment anafanya, ni mabadiliko ya milele, milele na milele. Nataka tufunge macho yetu. Tutasema maombi haya nyuma yangu. Ulio kule nyuma nataka murudie maombi haya na wao tuwasaidie. Semeni na nguvu, tufunge macho. Tuseme, Bwana Yesu, usiku wa leo mimi ni mwenye dhambi. Ndio maana nimekuja sasa ili uniokoe. Maisha ya dhambi ninayakataa kuanzia leo kwa jina la Yesu. Kila tamaa ya uovu kuanzia sasa hauna nafasi ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu, nioshe sasa kwa damu yako. Nikubali vile nilivyo na kuhitaji, kwa maana bila wewe mimi siwezi. Kuanzia sasa mimi ni mtoto wako. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunisamehe. Na ni kwa jina la Yesu nimeomba na kuokoka. Sema amen. Nyosha mikono miwili juu namna hii. You are going to stretch forth your hands as the man of God prays for them. Tunapowapanda ndani ya Bwana, hakuna mmoja wao atakayerudi nyuma. They will remain in the kingdom forever and ever. Nasi tunasimama katika madhabahu haya kutangaza ya kwamba kile ambacho mbingu imetangaza kuhusu maisha yao itakuwa vile. Jinsi umetangaza katika neno lako, itakuwa hivyo hivyo katika maisha yao. Tunatangaza uhuru wao, tunatangaza baraka zao, tunatangaza kuinuliwa kwao, tunatangaza wataendelea mbele, watakuwa baraka katika kizazi hiki. Tunatangaza uponyaji wao, tunatangaza ya kwamba watakuwa watu ambao ni wa maana katika jina la Yesu Kristo. Chochote kile kimeshikilia baraka zao, siku ya leo tunatangaza achilia. Zimebarikiwa kwa maana tumewakabidhi mikononi mwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Sasa inua mikono yako juu, mwambie Bwana asante, na makofi pia. Hallelujah. Piga vigelegele. How many are there, Rosemary? 32. Watu 32 wameachana na shetani. Sikiza, kama hauna mapatano na adui anayepinga crusade, nataka tushangilie. Hata bishop anasema tupiganishe mikono. Naona mwingine, si watu msema comfort, tunapiga makofi. Amen. Sasa nataka tunyoshe mikono. Kama huko usali, kama upigi, unazali kuwa hapo ukipigiwa. Haya, piga makofi na piga legele. Yeah! Yesu wakanaka, wakanaka, wakanaka. Look at me, my friends. For 1 minute, there are so many people about to kuongelesha kwa dakika moja peke yake, because we need to follow you. Amen. Kufuatilia kwa karibu, sio kukusumbua, kukuombea. Amen. Maana maisha ya sasa na yale yalikuwa ya few minutes ago na yale yako sasa lazima ilete tofauti. Sema amen. Nilipookoka Jumapili iliyopita, iliyokufuatia ya 3, nilipewa masuti
Hata kama ilikuwa kubwa, nilipewa suti moja na mzee fulani wa church. Alikuwa hapa 40 na mimi niko 24. Tukaanzia mahali. Tukifunga na peleka hii huku, zipu inakuja nyuma, mfuko moja mbele, tukaenda kwa hiyo reno, na ngojea watu wote watoke ndio lete zipu mbele. Lakini tukawa tumeanzia mahali. Sema amen. Sasa pale ndani ya hema hili, just for few minutes, someone is going to talk to you. Thank you Jesus. Please. Amen. Dada, ngoja kidogo. Sisa, ngoja kidogo tumalize. Amen. Kile nasema, amen. Tutaongea na yeye. Aya, twende pale tafadhali pale hivi ile tent. Please for a minute, let's go there. Let's give the Lord a clap of offering as we go. My sister, thank you. Let's go. Tuongoze wanapoenda. Tafadhali wapigie makofi hapo kwa hiyo hema. Tafadhali waongeleshe haraka haraka, warudi hapa tuombe. Waongeleshe haraka haraka. Sio pige makofi jameni. Kama mtu anataka kuokoka anapewa Elijah mchukue yeye aombee huko. Amen. Bwana asifiwe. We don't want interruptions. Amen. Ndugu yangu, kama ni kuokoka na kuokoka sio kuleta vita pia. Si tumesema ni kutaka sio kulazimisha. Unasikia ndugu yangu? Kama unataka Mungu natuliza tu boli maana uwanja ni mdogo. Bwana asifiwe. Wangapi wanasema Yesu ni Bwana? Now, are you happy for them? Kuna watu pengine wanauliza who are these? Sikiza, we are gospel revival.